maendeleo ya soka duniani, kuanzia ngazi za klabu na timu za taifa, huwa yanaanza kwa kuweka misingi bora na imara katika mchakato wa kusaka vijana wadogo wenye vipaji halisi vya kusakata kabumbu na kisha kwenda kukuzwa kwenye vituo mbalimbali vya soka, na baadaye vijana hawa ndio ambao huja kuleta mafanikio kwenye vilabu vyao pamoja na timu zao za taifa. Lakini msingi mkubwa huwa ni kwenye mchakato wa mwanzo kabisa wa kusaka vipaji halisi kwa vijana wadogo. Na leo Extra Time ya Sauti TV tunaenda kuangazia juu ya changamoto zinazojitokeza kwenye kusaka vipaji halisi kwa vijana wadogo, mchakato ambao hulenga kuibua na kukuza vipaji vya vijana wenye uwezo wa kucheza mpira. Msimuliaji wako ni mimi David Kiamani, ambatana nami mpaka tamati. Wengi waamini kwamba vipaji vya soka huibuliwa katika akademi, ambako wamekuwa wakiona baadhi ya mastaa wengi wakitokea huko na kwenda kutamba katika sehemu tofauti tofauti wakipata mafanikio makubwa, huku kumbukumbu na vitabu vya historia vikiandika na kuzitaja baadhi ya akademi kuwa ndio zilizowafanya wafikie hapo. Mfano, mafanikio ya Cristiano Ronaldo kwenye maisha yake ya mpira wa miguu, kuanzia katika ngazi ya vilabu pamoja na timu yake ya taifa ya Ureno. Kwenye historia yake, wengi wanaeleza namna ambavyo Academy ya Sporting Lisbon ilivyomkuza na kumfikisha hapo alipo na kufanya dunia kukitambua kipaji cha CR7. Lakini nyuma ya Sporting CP wapo watu ambao wanastahili pongezi zaidi, ambao hawazungumzwi sana na pengine hata dunia haiwatambui. Bila shaka unajiuliza, ni akina nani hawa ambao ni mashujaa wasioimbwa, na kwa nini pengine hawaimbwi na sifa zinaenda kwa watu wengine? Nikudokeze, hawa ni wale watu ambao kwa lugha nyepesi unaweza kusema wana jicho la tatu lenye maono makubwa juu ya vipaji vya vijana wengi wadogo, ambapo huwatoa huko mafichoni na kuwapeleka katika akademi za soka. Na hawa ndio ambao walisafiri mpaka katika mji wa Madeira huko nchini Ureno na kukiona kipaji halisi alichonacho Ronaldo kipindi akiwa bado kijana mdogo, na akamtengenezea njia ya kwenda katika akademi kubwa ya soka ya Sporting CP. Bila shaka kidogo kuna kitu umekipata. Ukweli ni kwamba akademi za soka zinawalea wachezaji wengi sana ambao dunia inakuja kuwajua baadaye kutokana na kulelewa kwenye misingi bora yenye kuendeleza vipaji vyao. Lakini nyuma ya vipaji vya vijana hawa wanaokuzwa kwenye akademi za soka, msingi mkubwa huwa unatengenezwa na maskauti ambao ndio huzunguka mtaani na shuleni kwenda kusaka vijana wadogo wenye vipaji halisi na kuwapeleka kwenye maeneo sahihi. Na hawa maskauti ndio ambao wameshikilia hatima ya maendeleo ya soka. Najua unajiuliza kwa nini. Jibu ni jepesi tu. Kazi ya scouting ni kutafuta vipaji halisi vya soka bila upendeleo. Kwa hiyo kama scouti ataacha vipaji halisi na kuleta vijana wengine kwa matakwa yake ama kwa kupewa rushwa, ni ngumu sana soka kukua, kwani vipaji halisi vitaachwa mitaani na wale wenye vipaji vya kawaida ndo watapelekwa kwenye vilabu na timu za vijana. Mwisho wa siku watashindwa kuleta mafanikio katika soka. Lakini kama vijana wenye vipaji halisi watachukuliwa, basi ni rahisi timu za vijana na za wakubwa kufanya vizuri kutokana na kuwa na wachezaji bora walioibuliwa kutokana na scouting bora iliyofanyika kwenye kuibua vipaji. Kwa hapa nchini Tanzania, soka la vijana kwa asilimia kubwa linategemea mashindano ya shuleni kama vile UMITA-SHUMITA kwa shule za msingi na UMISETA kwa shule za sekondari, ambapo hufanyika scouting ya kupata vijana wenye vipaji vikubwa kwa ajili ya kuendelezwa na wengine kujumuishwa kwenye timu za taifa na timu za vijana. Kupitia michuano hiyo, vipaji vikubwa vinapatikana. Watu kama kina Kevin John, Dickson Jobu, Morris Abraham ni kama mfano sahihi ya vijana ambao waliibuliwa shuleni na baadaye kuitwa timu za taifa za vijana, na huko wakaonekana na vilabu vya ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, na sasa wanaitumikia timu ya taifa. Hata hivyo, licha ya nyota hawa kufanikiwa kuibuka kupitia michuano hiyo ya shuleni, lakini bado kumekuwa kuna changamoto kubwa ambayo imekuwa ikijitokeza kwenye uteuzi wa vijana hao ili kuwapa nyota wenye vipaji vikubwa kwa ajili ya kwenda kwenye timu za vijana na timu za taifa. Licha ya jitihada za viongozi wa shirikisho la mpira wa miguu ambao wanahusika na maendeleo ya soka la vijana hapa nchini, akiwemo Oscar Mirambo,
kuhakikisha wanapata vipaji bora katika sehemu tofauti tofauti, lakini bado malalamiko yamekuwa ni mengi sana kwenye mchakato huu, na malalamiko mengi yamekuwa yakipelekwa kwa wasimamizi wa mchakato wa kusaka vipaji, ambapo wamekuwa kikiuka misingi na badala yake wanachukua wachezaji kwa matakwa yao binafsi na wengine kuhitaji walipwe ndipo uchukuliwe, kitu ambacho kinapelekea vijana wengi kuachwa, ili hali wana vipaji vikubwa lakini wanakosa nafasi kutokana na usimamizi usiokuwa bora kwa watu wanaokwenda kusaka vipaji hivyo. Mataifa mengi yaliyoendelea kisoka kama vile Ufaransa, Hispania, Argentina na mengine mengi ni miongoni mwa maeneo yaliyofanikiwa kuwa na watu sahihi wenye uwezo mkubwa wa kusaka vipaji vya watoto wadogo mitaani pamoja na shuleni, tena bila kuwa na upendeleo wala kuhitaji fedha. Na ndiyo maana nyota kama vile Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal na Anthony walipata nafasi ya kujiunga na akademi kubwa za soka licha ya kuwa na maisha magumu, lakini scout waliamini katika vipaji vyao na leo wanakuja kuwa mastaa wakubwa duniani. Klabu ya Azam FC mara kadhaa wamekuwa wakiendesha mchakato wa kuzunguka nchini kutafuta vijana wenye vipaji kwa ajili ya kujiunga na akademi zao za vijana, lakini vijana wengi wanaochaguliwa wamekuwa wakirejeshwa, na hii si kwa bahati mbaya, bali ni kutokana na ukweli kwamba namba kubwa ya vijana ambao huchaguliwa huwa ni wale ambao hawana vipaji vikubwa lakini wanatoa pesa ili wachaguliwe. Pia vijana wengi wamekuwa wakikosa fursa za kuonesha vipaji vyao vya kucheza mpira kutokana na waratibu wanaoenda kusaka vipaji vyao pamoja na maskauti. Mara nyingi wanaenda katika majiji makubwa, hawatembei ndani, hasa vijijini, kwa sababu wamekuwa wakiamini wachezaji wazuri wanapatikana kwenye majiji, ila si kweli. Wachezaji wengi pia vijijini wenye vipaji vikubwa tena sana nao wanapaswa kutazamwa. Nijiulize tu, vijana wangapi wenye vipaji vikubwa lakini hawana uwezo kiuchumi? Kama pesa itahitajika ndipo achaguliwe, ni lazima wataachwa. Kwa hiyo hapa utaona changamoto kubwa kwenye kupata vipaji halisi ni kwamba scout wanaotumwa kusaka vipaji mara nyingi na wao wanaenda kusaka pesa tu kwenye mchakato huo, na mwisho wa siku wenye pesa ndio watatoboa, na vijana wengi wenye vipaji hawana pesa, kwa hiyo wanakosa nafasi. Pia changamoto nyingine ni kwamba scouting ya kutafuta vipaji mara nyingi zinafanyika maeneo ya mjini na sio katika maeneo ya vijijini, jambo ambalo linanyima fursa vijana wa vijijini kupata nafasi ya kuonekana. Tofauti na hapo ni mpaka wasafiri kutoka vijijini kwenda mjini, lakini changamoto za kiuchumi huwa zinakwamisha wengi kusafiri kwenda kwenye majaribio hayo. Na mwisho ni kukosa watu sahihi wenye uelewa mkubwa juu ya swala zima la kuibua vipaji kutoka maeneo tofauti tofauti hapa nchini, ambao wanaweza kutafuta vipaji bila upendeleo wowote. Endapo kutakuwa kuna scouting bora, itakuwa ni rahisi kupata vijana wengi sana ambao watakuja kusaidia maendeleo yetu ya soka kiujumla, kutokana na msingi bora utakaowekwa kwenye mchakato mzima wa kutafuta vipaji halisi kwa vijana wadogo. Langu jina ni David Kiamani na hii ni Extra Time ya Sauti TV. Tukutane wakati mwingine.